Tushirikiane kuimarisha usalama, amani na umoja wa taifa. Hiyo ndio kauli mbiu inayotukutanisha kwa pamoja hapa hii leo katika miaka 20 ya polisi na jamii. Likionyesha uimara wake katika kukabiliana na matukio mbalimbali ya kiuhalifu. Hii leo pia jeshi la polisi limekabidhi kiti mwendo kwa mtoto mwenye ulemavu wa miguu Pastor Michael mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi chipukizi iliyopo wilayani Igunga mkoani Tabora, pamoja na ukabidhi shilingi 500 kwa mgonjwa anayesumbuliwa na saratani ya titi. 500 kwa ajili ya kukidhi na kupunguza baadhi ya mambo ya kutokana na afya yake kuugua muda mrefu. Asante sana mheshimiwa. Askari amevaa uniform, anakuja unatafuta njia ya kupotea. Lakini sasa hivi wamekuwa rafiki kwa sababu kumekuwa na elimu na ushirikishwaji wa hali ya juu ambao umekuwa ukitolewa. Ndugu zangu, ni jukumu la kila mtu kushiriki kikamilifu katika jukumu la ulinzi na usalama. Katika maeneo yetu, tunaona kwamba matukio mengi ya kihalifu yanafanyika ndani ya jamii na husababisha madhara kwa wanajamii hao na mengine yanapelekea hata vifo vyao. Kwa hiyo ni dhahiri kuwa kama hatutashirikiana na jeshi la polisi katika kutafuta ufumbuzi endelevu wa matatizo ya kiusalama yanayojitokeza katika maeneo yetu, ni dhahiri kuwa hatutakuwa salama. Hivyo niwatake wananchi wote kutoa taarifa za wahalifu na uhalifu ili jeshi la polisi liweze kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa wahalifu hao. Mambo mengi yameendelea kufanyika kwa kushirikiana na nchi. Uwepo wa polisi kata, kila kata umesaidia kudumisha huduma za kipolisi katika kila kata. Uwepo wa madawati ya jinsia na watoto umefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kupinga ukatili, kutoa elimu juu ya madhara ya ukatili wa jinsia na unyanyasaji wa watoto. Ipo miradi ya polisi jamii, mfano usalama wetu kwanza, ambapo wanafunzi wa shule za msingi wamejengewa uwezo wa kujikinga na uhalifu pamoja na vitendo vya udhalilishaji dhidi ya, mfano katika kampeni ya Jipambanie iliyofanyika hapa Igunga. Yote ni kufikia jamii na kubadilisha mitazamo hasi ya jamii kuhusiana na jeshi la polisi. Na hapa waliopata kushikwa mkono na jeshi hilo wanatoa shukrani zao, huku wengine wakieleza namna ambavyo ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi litakavyowezesha kutokomeza matukio ya uhalifu katika jamii. Kwa kweli limenigusa, kwanza ninawashukuru. Imenigusa sana kwa sababu wengine walikuwa hawawezi kufanya hivi. Lakini kituo cha polisi hapa Igunga nawashukuru sana. Tena sana, Mungu awabariki. Hiyo saratani ziwa lilikuwa limejaa nimepungua, natakiwa nipime sasa hivi wafanye operation. Nikaa naomba hivyo nikaingia mpaka nikamkuta huyu afande. Ndio kaniunganisha sasa, ndio maana asubuhi akanipigia simu akaniambia nije. Hapa niko kwenye matibabu, nimerudi juzi Jumamosi. Tarehe 7 natakiwa nirudi tena hospitali. Matibabu haya yanatakiwa kiasi gani cha fedha? Niliambiwa 600,000 kwa sababu waliniambia vipimo 600,000, lakini upasuaji, miuzi wanafanyia bure, wanatoaga msaada. Kutokea wilayani Igunga mkoani Tabora, mara ambapo hafla ya miaka 20 ya polisi na jamii imehitimika hapa. Mimi ni Michael Samojoji na hii ni Dawl News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika @Barelewa_TZ. Na huu ndio mdundo wetu katika kabila letu la Kisukuma. Upo chacha.